Mwanaume, kipimo cha kujijua kama wewe upo active kabisa, yani katika swala la upande wa nguvu za kiume. Kwanza utakapoamka asubuhi, uume unasimama kwa 100% kabisa. Yani unasimama very strong kama unahitaji kushiriki tendo la ndoa. Na ukishamaliza pale, yani ukishaamka kwamba ukishamaliza kusimama kama unataka kushiriki tendo la ndoa, hakikisha kwamba hakuna udhaifu unaotokea wa maumbile kunywea, yani kurudi ndani kuwa kama ya mtoto mdogo. Hata kama unakwenda kuoga na unarudi, hakikisha kwamba maumbile yanakuwa hayanywei kama ya mtoto, yani tofauti na umbile lako jinsi linavyokuwa. Hapo upo 100% kabisa. Lakini unaamka asubuhi, kusimama kwa uume inakuwa ni changamoto. Mpaka uweze kuingiza mkono, yani uanze kushikashika, uanze kuvuta hisia ndio uume usimame. Lakini baada ya hapo unanywea kabisa, maumbile yanaingia ndani inakuwa kama ya mtoto. Sasa hapo hauko sawa. Una changamoto tu ya nguvu za kiume. Na kuna dalili nyingi ambazo unaweza kufanya kwamba wewe ujijue ni mgonjwa ama hauko vizuri katika swala la nguvu za kiume. Lakini kuna changamoto ambazo zinaweza zikakutokea ukajihisi wewe ni una shida katika upande wa nguvu za kiume. Changamoto hizi kama zitakutokea wakati unashiriki tendo la ndoa na mwenza wako, basi wewe unajua una changamoto ya kutokushiriki vizuri. Kwanza unaweza kujikuta kwamba unashiriki na mwanamke hauna nguvu zile za kutosha. Yaani unaweza kufanya mara moja, unachukua muda mrefu sana kuweza kurudia awamu ya pili. Lakini pia unaweza kaenda awamu hiyo ya kwanza, ukatamani kwenda awamu ya pili na ukaenda. Pia ukamaliza raundi ya pili ukatamani kwenda raundi ya tatu na ukaenda vile vile. Lakini inakuwa haichukui muda mrefu. Pindi unapoenda awamu ya kwanza ni dakika moja na nusu, dakika 2 umemaliza. Utakapoenda awamu ya pili dakika moja na nusu umemaliza. Hasa ukienda awamu ya tatu ni hivyo. Sasa hapo tayari una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Na kama una changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume, maana yake hii kwa upande wako imekuwa ni tatizo kubwa sana, kwa sababu mwanaume anaweza kaathirika katika namna 3. Namna ya kwanza ya uathirikaji, anaweza kawa ameathirika kutokana na homoni ya testosterone kuwa imeshuka. Ya pili, anaweza kawa ameathirika kutokana na misuli yake kuwa imesinyaa na haina uwezo wa kuhimili ule uume wake. Hivyo unaweza uume wake ukawa unasimama lakini sio strong kama vile linavyohitajika, unakuwa legelege. Ya tatu, mishipa ya damu kutokupeleka damu vizuri katika mfumo wa uzazi. Hivyo hii inamsababisha mwanaume kukosa ile hamu ama hisia ya kushiriki tendo la ndoa na kuweza kumsababishia kujikuta kwamba hayuko sawa. Hivyo nataka nikuelekeze dawa moja ni nzuri sana ambayo itakayoweza kumaliza changamoto yako. Kama unafahamu tende, maua ya chikichi, ambati soda, binzari, ile binzari manjano, tangawizi pamoja na asali. Chukua hivi vitu vyote vibrendi. Asali utaweka mwisho. Chukua hivi vitu vyote vibrendi kwa wakati mmoja. Kisha uchemshe, tena uchemshe sana, zaidi dakika 15 mpaka 20. Baada ya hapo utachuja vizuri. Ukishamaliza kuchuja, utaweka ile asali. Ukishaweka ile asali utakuwa unatumia vijiko 3 asubuhi, vijiko 3 jioni kila siku. Baada ya hapo matokeo utaanza kuyaona asubuhi mwenyewe ukiamka. Haina haja tena kuweza kuingiza mkono na kuweza kupapasa ili kuweza kuvuta hisia. Hapana. Ngoma inasimama vizuri kabisa kwa 100% kama unahitaji kushiriki tendo la ndoa. Na ukimaliza hapo, maumbile hata kama ukienda kuoga, ukirudi huko maumbile hayanywei tena. Hii ni tiba nzuri sana. Kama utashindwa kuandaa tiba hii, mimi nimesha kuandalia. Nitafute niweze kukupatia tiba iliyokuwa sahihi kabisa. Namba zangu za simu +255 752 16 38 38. Nimekuandalia dawa iliyokuwa bora kwa upande wako ya kuweza kumaliza changamoto yako. Hivyo usisahau kunifollow na nitakufollow back. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube. Nikutakia siku njema, nikutakie kila la heri basi.